Asante sana. Mpendwa Baba Askofu, askofu wa jimbo la Hana na mwakilishi wa askofu mkuu pamoja na kamati yako, kamati ya jimbo la Babati, waangalizi wote walioko hapa na kamati zenu, wakurugenzi wa idara pamoja na wachungaji wote na wasalimu katika jina la Yesu. Binafsi namshukuru sana Mungu kwa sababu ya wema wake na kwa jinsi ambavyo anaendelea kutupenda na kutuhudumia. Tumehudumiwa vizuri tukiwa hapa, na pia nisimsahau missionary na rafiki yangu. Mungu akubariki sana kwa kuwepo hapa. Asante sana. Nimekuja kanisani kwake, kahubiri kanisani kwake. Amekuwa wa baraka sana, amekuwa chumvi kule Burundi, ametuwakilisha sana. Na mara nyingi nawasiliana naye, ananiambia mambo mengi, hata siku anaaga. Tulikuwa pamoja, wakati anaaga tulikuwa pamoja, mimi namwangalia huku kupitia mitandao, anaaga jinsi walivyomwaga na kufanya vitu vikubwa, nilikuwa naangalia. Kwa kweli tunakupenda. Nakupenda, na bahati nzuri sasa nimekuwa askofu wa Babati na nitafanya kazi nzuri. Asante sana. Baba Askofu na mwakilishi wa askofu mkuu, mimi pamoja na kamati yangu tunatoa shukrani za dhati sana kwako, kwa kamati ya utendaji pia ya TAG kwa kuteuliwa kuwa viongozi wa jimbo la Babati. Natoa shukrani nyingi sana. Kwanza tunamshukuru sana Mungu kwa wema wake na kwa neema yake ya ajabu, kwa sababu hichi kilichotendeka kwetu ni muujiza mkubwa, na ni muujiza ambao sisi hatukutegemea na hatukufikiri kwamba tungekuwa viongozi wa jimbo. Lakini nakumbuka chaguzi lilipofanyika pale Babati, wakati nilipochaguliwa kuwa katibu wa jimbo, nilipigwa na bumbuazi, nikaongea vitu ambavyo sivijui. Kwa sababu haikuwa kwenye akili. Kilichoko kwenye akili yangu ilikuwa ni ile nafasi ambayo mchungaji Bonoji kila siku bwana anidondoshaga. Nikishaingia kwenye uchaguzi napita. Na ndicho nilichokuwa nikifikiri, lakini sikutegemea na kufikiria kwamba ningekuwa katibu wa jimbo au askofu wa jimbo. Sasa kwa ridhaa yangu naomba niseme haya machache, kwamba nina shukrani za dhati kwako mwenyewe, kwanza kwa kunipendeleza jina langu niingie kwenye uchaguzi ule wa katibu. Na hilo baada ya kufanyika, leo hii nimekuwa askofu wa jimbo kwa sababu ulipendeleza jina langu siku ile, na ripoti iliyopelekwa kule nani katibu wa jimbo, nami nimekuwa askofu wa jimbo. Kwa hiyo ninakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Aidha pia na shukuru pia Baraza Kuu la Jimbo la Manyara Magharibi, hadi mkutano mkuu, kwa kunichagua kuwa katibu wenu wa jimbo katika uchaguzi uliopita siku chache zilizopita. Na hiyo imenifanya mimi nifike mahali pa kuwa askofu wa jimbo. Nimejaa shukrani kwa sababu hakuna asiyetaka aitwe askofu. Hata wewe kama ungeteuliwa ungeshukuru. Kwa hiyo ninashukuru, mimi nimenifanya nipande ngazi. Ninaahidi nitawatumikia. Kwa mwaminifu, na kwa msikivu, tutashirikiana katika nyanja zote, section, idara na kila mahali ambapo nitakuwa nafika kutumika. Lakini pia niahidi kwamba ni mtu anayefikika. Ukiwa popote unaweza kufikia ni mimi ni mtu anayefikika. Sijajiwekea beria yoyote muda wote, na pia ninafanya huduma ya kiinjilisti. Unajua kumfikia mwinjilisti ni rahisi sana kwa sababu kwanza ana mipaka.
Kwa hiyo ile naingia nayo huko, kwa hiyo nitakuwa nafikika. Baada ya shukrani ya baraza kuu, askofu wangu wa jimbo la Manyara, jimbo ambalo sasa litakuwa limeishia hapa, na kamati kuu ya utendaji, naomba nizungumze mambo machache kuhusu matarajio. Inapotokea mabadiliko wakati fulani, watu huwa wana matarajio, na kila mtu anawaza wakati kifurushi haijafunguliwa kwamba nani atakuwa nani. Kila mtu alikuwa na mtu wake moyoni, na wakati kifurushi haijafunguliwa kila mtu alikuwa na matarajio fulani. Sasa jamani, mimi ndio sasa nimekuwa askofu wa jimbo, naomba tufanye kazi na tumtumikie Mungu kwa pamoja, na matarajio yako hivi. Kanisa la TAG linaongozwa kupitia Biblia au neno la Mungu, lakini pia katiba na mwongozo wa dira ya maendeleo ya kanisa kitaifa. Chochote tunachokifanya, fanya kwa kupitia Biblia, tumia katiba, tutatumia kupitia dira ya maendeleo ya kanisa letu la miaka 13 ya mwaka wa kwanza. Singetaka niongee mengi kama nilivyojiandaa, maana askofu baada ya siku kama 2 hivi aliniambia, na ikabidi sasa angalau niwe na speech fulani. Kwa sababu ya muda, naomba nifupishe kwa namna hii, badala ya kusoma niyaongelee tu haya mambo machache. Tunapozungumzia miaka 13 ya moto wa uamsho, tunakumbuka kuna vipengele 5 pale, lakini katika vipengele vile 5 ni waahidi tutashirikiana katika kuvitekeleza, kwamba tutakuwa na ibada yenye moto wa uamsho wa Roho Mtakatifu kama kipengele cha kwanza inavyodai, na tutazingatia kanuni ya kuinua viwango vya ibada, na tutakaa na kamati yangu tufanye nini. Maana muda wote tulipokuwa pamoja, askofu amejitahidi kusimamia zile idara ambazo zingeweza kuleta moto wa uamsho kanisani, ni ibada ziwe za moto. Lakini askofu, tumepiga hatua kubwa sana katika usimamizi wa ibada. Makanisa mengi mimi nafuatilia yanafanya ibada yenye nguvu, mambo yanatendeka, miujiza inatendeka. Ndio sababu ukatufundisha ukasema ya kwamba badala ya kusema tutatenda makuu pamoja, tutatenda makuu, tunatenda makuu. Kwa hiyo kanuni hii tutaizingatia ili kuboresha ibada. Na kwa kanuni pia nimesahau sasa nisemee tu ili nilichomeke hapa. Mimi nimelelewa na baba ambaye ni mwinjilisti, nimezaliwa kwenye huduma yake, lakini pia ni baba ambaye ana moto wa Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu, ni mwinjilisti. Mimi wengi huenda hawafahamu kwamba babangu wa kiroho ni nani. Naomba mchungaji Umbu usimame uwafungie watu mikono. Mimi nimezaliwa na huyu baba. Huyu baba ni mwinjilisti, amezunguka katika maeneo mengi. Nilitamani sana huduma yake, lakini Mungu amenipaka mafuta wa kutamani huduma yake. Na kwa wale ambao huduma yangu inawapa utata, muulizeni huyu baba. Muulizeni.